Habari. Sehemu ya 3 ya hadithi ya nyumba za kupanga Gongo la Mboto. Usiku ule ulikuwa na hewa iliyojaa joto la siri, kama pumzi iliyoshikiliwa kwa muda mrefu. Nyumba ya kijani kibichi ilikuwa kimya nje, lakini ndani yake kulikuwa na mvutano mdogo uliopanda polepole, kama moto ulioanza kutulia chini ya majivu. Adamu alikuwa amelala kitandani, mwili wake ukiwa na usingizi mdogo. Akili yake ilikuwa imejaa picha za siku chache zilizopita. Aisha akipita karibu naye jikoni, mwendo wake wa polepole ukionyesha tuvi za mwili wake chini ya gauni jembamba lililomkumbatia kwa uhuru. Ngozi yake ikionekana kwa uzuri wa asili chini ya mwanga hafifu. Sauti yake tulivu ilikuwa na joto la ndani ambalo halikuwa na jina, kila neno likibeba hisia zisizotamkwa. Halafu ile sekunde mbele ya kioo, alipomsaidia Bi Halima kurekebisha zipu ya gauni lake, vidole vyake vikigusa ngozi yake laini kwa upole na kutoa wimbi la umeme mdogo uliosafiri kati yao, ukifanya moyo wake upige kwa kasi isiyotarajiwa. Alivuta pumzi ndefu, huku akisikia joto likipanda ndani yake. Ghafla mlango ukagongwa kwa upole, sauti ndogo iliyokuwa kama mwaliko wa usiku. Alisimama haraka, akifungua mlango polepole. Mlangoni alisimama Bi Halima, mwanga mdogo wa korido ukimwangazia uso wake kwa uzuri wa kimapenzi. Alivaa gauni jepesi la usiku lililofaa mwili wake kwa karibu sana, ikionyesha maumbo yake kwa njia isiyoweza kufichwa, shingo yake laini ikiwa wazi, ngozi yake iking'aa kidogo chini ya taa hafifu. Macho yake yalikuwa na mchanganyiko wa ujasiri na tamaa iliyofichwa nyuma ya tabasamu jepesi, midomo yake ikiwa na unyevu mdogo uliofanya Adamu asubiri sekunde moja zaidi. Bi Halima, kuna nini? Aliuliza kwa sauti ya chini, macho yake yakitulia kwenye midomo yake kwa muda mrefu kidogo kuliko kawaida. Alishusha macho kidogo, kisha akasogea karibu zaidi, joto la mwili wake likikaribia Adamu kama wimbi la polepole. Samahani kukusumbua usiku huu, alisema kwa sauti tulivu yenye muziki wa ndani uliofanya hewa iwe nzito zaidi. Siwezi kulala, moyo wangu haujui amani leo. Adamu alifungua mlango zaidi, huku akisikia pumzi yake ikizidi kasi kidogo. Karimu, alisema kwa upole, sauti yake ikiwa na mwaliko usio na neno. Bi Halima aliingia taratibu, hatua zake zikiwa na uzuri wa polepole ambao ulifanya gauni lake liguse ngozi yake kwa kila mwendo mdogo. Harufu nyepesi ya perfume yake ikachanganyika na hewa ya usiku, ikifanya chumba kiwe na hisia ya karibu zaidi. Adamu hakujua kwani giza la korido. Aisha alikuwa amesimama kimya, moyo wake ukipiga kwa hisia mchanganyiko wa udadisi, wivu mdogo na kitu kingine kilichokuwa kinachanua ndani yake kama maua ya usiku. Ndani ya chumba, Bi Halima alisimama karibu na kitanda, vidole vyake vikigusa kitambaa kwa upole. Adamu akampa kitambaa kidogo ili ajikaushe, na wakati vidole vyao vilipogusana, ukimya ulitawala kwa sekunde chache, ukimya uliojaa mvutano wa kimapenzi usio na maneno. Alikaa kwenye kiti karibu na dirisha, gauni lake likiinuka kidogo na kuonyesha magoti yake laini chini ya mwanga hafifu, ngozi yake iking'aa kwa uzuri wa asili. Unajua, alisema taratibu, sauti yake ikiwa na kumbukumbu za ndani. Usiku kama huu hunikumbusha miaka ya zamani, wakati kila kuguswa kulikuwa na maana, ila tabasamu lilikuwa na ahadi ya joto zaidi. Adamu alikaa pembeni ya kitanda, macho yake yakimsikiliza kwa makini, moyo wake ukipiga kwa kasi kidogo zaidi. Miaka ile, aliendelea, huku akigeuka kumtazama moja kwa moja. Hisia zilikuwa wazi,
mahaba yalikuwa rahisi kuyagusa. Sasa moyo unatafuta tu sekunde chache za karibu, Sekunde ambazo zinaweza kuwasha moto mdogo usiku. Alitabasamu nyepesi, midomo yake ikinyesha kidogo, macho yake yakionyesha tamaa iliyofichwa nyuma ya maneno yake. wewe bado una wakati wa kugundua hisia hizo, alisema kwa sauti ya chini. Usizipoteze, zinaweza kukufanya uhisi hai zaidi kuliko siku zote. Adamu hakujibu mara moja. Alihisi tu joto likipanda kati yao, joto lisiloweza kuepukika, kama wimbi linalosogea polepole kuelekea pani. Baada ya mazungumzo mafupi yenye kutazamana kwa muda mrefu, Tabasamu za siri na ukimya uliojaa maana, Bi Halima alisimama taratibu. asante kwa kunifungulia mlango wako na moyo wako kidogo, Alisema, sauti yake ikiwa na shukrani na kitu kingine kisichotamkwa. Alitoka kwa hatua za polepole, mwendo wake ukiwa na uzuri wa usiku ambao ulifanya Adamu abaki na hisia ya kutokuwa na amani. Aisha alijificha kwenye kivuli cha korido, moyo wake ukipiga kwa hisia zisizoelezeka, wivu mdogo uliochanganyika na udadisi wa kina, na labda tamaa iliyokuwa inachanua ndani yake kama maua ya usiku. Asubuhi iliyofuata, Jua lilipenya madirisha, ikileta mwanga mpya na hisia mpya ambazo hazikuwa na jina. Aisha aliamka mapema. Amevaa gauni jembamba lililomfaa kwa uhuru mkubwa, Ikionyesha maumbo yake kwa uzuri wa asili ambao ulifanya hewa iwe na joto kidogo. Alipika chai jikoni, hatua zake zikiwa na mvutano wa ndani unaoonekana kwa macho tu. Adamu alitoka chumbani kwake muda mfupi baadaye. Akija jikoni, Walikutana uso kwa uso. Kwa sekunde chache, hewa ilikuwa nzito, joto la karibu likipanda tena kati yao. Habari za asubuhi, Adamu alisema, macho yake yakitulia kwenye midomo yake kwa muda mrefu zaidi ya kawaida. Aisha alimtazama kwa sekunde moja zaidi, macho yake yakionyesha hisia za ndani zilizofichwa, wivu uliochanganyika na tamaa. Zuri, alijibu kwa sauti tulivu, huku akisogea karibu kidogo. Mwili wake ukitoa joto la karibu na harufu nyepesi ya sabuni yake. Usiku ulilala vizuri? Aliuliza, Midomo yake likitabasamu kwa siri ndogo, Adamu akashangaa kidogo, huku akisikia umeme wa karibu unapanda tena. ndiyo, kwa nini unauliza? Aisha akatabasamu zaidi, tabasamu lenye maana zisizotamkwa. Hakuna sababu maalum, Alisema kwa sauti ya chini. nilikuwa tu najiuliza kama ulipata usingizi mzuri au labda ulikuwa na mazungumzo ya joto usiku. Kaondoka jikoni kwa mwendo wa polepole, Ukiacha Adamu na hisia ya mvutano mpya ndani yake, mvutano ambao haukuwa na jina. lakini ulikuwa unakuwa kila siku. Siku iliendelea kama kawaida nje, lakini ndani ya nyumba ile kulikuwa na joto jipya lisiloweza kufichwa, joto la hisia zinazopanda polepole kati ya watu watatu, bila maneno mengi, bila vitendo vya wazi, Lakini kwa nguvu isiyoweza kupuuzwa. Mwisho wa sehemu ya 3. Sehemu ya 4 itaendelea na mvutano unaozidi kuongezeka kati ya Aisha, Adamu na Bi Halima. Sambikirai kupata Bale.